Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alifika Nazareti, akawaambia makutano hekaluni, amini nawaambia ya kuwa hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya zamani za Israeli za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Eliya hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka, wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo ni Jumatatu katika juma la 3 la Kwaresima. Tunaendelea na kipindi cha mfungo mtakatifu wa Kwaresima, ambapo tunaalikwa kusali, kufunga na kutenda matendo ya huruma. Ujumbe wa Injili ya leo, tunamuona Yesu akiwa Nazareti, mahali alipolelewa na kukua. Anapojaribu kuwafundisha watu wa hapo Nazareti, wanashindwa kumpokea wala kupokea ujumbe wake aliowaletea, na hata walichukizwa naye hadi wakataka kumtupa chini ya kilima ili apotee huko, asiendelee kuwafundisha. Sababu kubwa iliyowafanya washindwe kumpokea Yesu na ujumbe wake, kwa sababu tu walimfahamu Yesu. Ndiyo maana Yesu aliwaambia kuwa hakuna nabii mwenye kukubalika katika nchi yake mwenyewe, kama tunavyosoma kwenye Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 24. Ndugu zangu wapendwa, hata sisi wa Kristo wa leo kuna muda fulani tunashindwa kupokea ushauri wa kutusaidia sisi wenyewe katika maisha yetu, eti kwa sababu anayenishauri namjua vizuri, tena pengine najua hata mapungufu yake, hivyo anapokuja kunishauri nashindwa kupokea hata ujumbe wake, hata kama ni mzuri, na tunaishia kuwachukia wale wanaotushauri, na kwa namna pekee wanaotushauri kuacha tabia mbaya au mazoea yetu mabaya na kutenda yaliyo mema. Ni mwaliko kwetu sisi wote kuwa tayari kupokea maonyo, ushauri wa kutujenga na mafundisho bila kuangalia ni nani anayeyatoa, ili mradi yana nia njema ya kutusaidia katika safari ya maisha yetu ya kumtafuta Kristo. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie sisi wote, ili atupe neema yake tuweze kuwapokea wajumbe wa Mungu wanaotumwa kwetu, wenye nia njema ya kutusaidia na kutubadili katika mienendo yetu mibaya, bila kujali wajumbe hao wanaotumwa kwetu wana mapungufu gani, kwani Mungu huwatumia wanadamu ili kufikisha ujumbe wake kwetu sisi. Tumsifu Yesu Kristo.